mwaka huu tunao wajibu wa ziada. Eneo la 5 ni jukumu letu la kiuwakili katika kuongeza uelewa wa watu kuhusu haki zao za kidemokrasia. Hii sio kurudia, lakini sasa uelewa, watu waelewe haki yangu ni ipi. Na wala usijisikie vibaya unapoingia katika jukumu hilo. Wapendwa watumishi wenzangu, sisi wote ni mashahidi kuhusiana na upokwaji wa haki za watu kwenye masuala ya kidemokrasia, hasa katika chaguzi mbalimbali ambazo zimefanyika na zinazofanyika katika nchi yetu. Upokwaji wa haki za watu. Watu wamejikuta tu, sio wale walio wachagua ndio ambao wametangazwa kwamba ndio washindi. Tumeshuhudia wale wa vyama vya upinzani wakienguliwa, majina yao yakienguliwa kwa sababu ambazo wala hazina mashiko. Kifanyika mambo mengi mengine ambayo ni katika kuhakikisha kuona kwamba haki za raia wapiga kura, haki za wale wagombea baadhi zinapokonywa kwa makusudi kabisa. Hili ni jambo la kukemea na lisilovumilika. Na viongozi wa dini, wachungaji, mnayo nafasi. Niseme tu kuwa wengi wetu tumefumba sana macho na midomo yetu kwa hofu. Tutambue kuwa ni lazima tutangaze na kutetea haki za watu za kidemokrasia. Na mimi nitumie nafasi hii kuwasihi na kuwatia moyo kuwa fumbua macho na kinywa chako, useme kweli na kweli itakuweka huru. Kanisa linapaswa daima kuwa sauti ya haki, likitetea usawa, haki na heshima na utu ya kila mtu. Na hii inamaanisha kusimama dhidi ya dhuluma ya aina yoyote, ubaguzi wa aina yoyote, ukandamizaji wa aina yoyote unaotishia amani na utu wa binadamu. Katika kitabu cha Nabii Isaya mlango ule wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 17 anasema, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu za haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Huu ni wajibu kwa viongozi wa dini, lakini wajibu pia kwa watawala na wenye mamlaka. Tunataka nchi ibarikiwe, iwe na amani na maendeleo endelevu kama tunavyoweka katika malengo yetu ya maendeleo, mpango ule. Haya tuyazingatie: kutenda mema, kutaka hukumu za haki, kuwasaidia walioonewa na wanaonewa, kuwapatia yatima haki yao, kuwatetea wajane. Maana yake makundi yote ambayo yamesukumwa pembezoni mwa jamii. Kwa sasa ndugu zangu, inaonekana kwamba jukumu hili ni la askofu fulani tu au viongozi fulani tu kadhaa, wengine wakisema tusubiri fulani aliseme.
au alisamehe. Jamii ikifikia hapo, tusipowahamasisha watu wakaona ni jukumu la kila mmoja, basi hatuwezi kufikia hilo lengo la kuwa na jamii yenye ustawi unaomgusa mwanadamu mzima. Nchi hii ni urithi wetu sisi sote, ni Edeni yetu sisi sote. Kwa watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hatuna nchi nyingine inayotajwa kuwa miliki yetu zaidi ya Tanzania, ndugu zangu. Hatuna. Labda ujiondoe na kutafuta uraia mahali pengine, lakini nchi hii, na hii fahamike na raia wa Tanzania wafahamu, ni nchi yetu na ndio nchi yetu pekee tunayoweza kujivunia na kumshukuru Mungu kwamba ametupa. Kwa muda huu na kwa wakati huu, sauti yetu ndiyo nguvu yetu na mtaji wetu wa kuendeleza haki za kidemokrasia zinazozaa upendo, amani na haki kwa wote. Taifa lisilo na haki kwa watu wake, taifa ambalo upendo unatoweka kila kukicha, matendo ya kikatili yanashamiri kila siku, uvunjifu wa maadili hata ya kiutumishi unaongezeka, tujue kwamba matokeo yake ni vita na ukosefu wa maendeleo kwa taifa.